Ikiwa Mungu amekupaka mafuta kwa ajili ya kusaidia watoto, Mungu akusaidie akufanye kuwa sauti. Uwe ni sauti ya wale watoto. Watoto kama ni wale ambao wako katika mazingira magumu, Bwana akufanye sauti kwa ajili yao. Kama ni kwa ajili ya wale ambao wanahitaji msaada wowote, basi wewe ufanyike sauti kwa ajili yao. Na ukisoma maandiko haya yanatueleza kwa wazi kwamba kila mmoja wetu anatakiwa awe sauti kwenye eneo lake la utumishi, ama eneo lake la kusudi, ama kwenye eneo lake la kelia yoyote, anatakiwa afanyike kuwa sauti. Kwa mfano, inawezekana wewe ni mtu ambaye unacheza mpira. Kwenye kucheza kwako mpira, Mungu akufanye kuwa sauti. Tumesikiaga stories za watu za wacheza mpira wengi ambao kuna mambo ambayo waliwahi kuyafanya na kuna mambo ambao waliwahi kuyasema na watu waliwasikiliza. Kuna wale ambao kuna mahali ambako walikuwa wanapigana vita nyingi, ila wao walipoenda kwenye yale maeneo na wakaomba ya kwamba vita isipigane siku ile, kwa sababu wao watakuwa wanacheza mpira. Na ni kweli, pamoja na kwamba kulikuwa na waasi, ila walinyamaza kwa sababu ya yeye. Kwa yeye katika kucheza kwake mpira, akucheza tu mpira, bali alifanyika sauti kiasi kwamba kuna watu wanaweza wakawasikiliza. Wanakuwa na influence kwenye maisha ya watu.